serikali katika mwaka 2025-26 imefanikiwa kutoa vibali vya kazi 41,500 za ajira, ikiwemo nafasi 12,000 za ajira ambayo ni ahadi ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo katika ahadi hiyo nafasi 5,000 ni kada ya afya na nafasi 7,000 ni kada ya walimu wa masomo ya sayansi na hisabati, ikiwa ni uzalishaji wa ajira zilizo rasmi ndani ya siku 100 baada ya kuingia madarakani. Ndugu wanahabari, kama ilivyoelezwa katika sehemu ya 3.12 na 3.1.3 ya dira ya maendeleo ya 50 ya kuwa mfumo wa utumishi wa serikali za mtaa na utumishi wa umma kwa jumla unaozingatia sifa na uwezo wa kuajiri, utakaozingatia viwango vya juu vya weledi, unaopatikana na kuendelezwa kwa kufuata misingi ya haki, umahiri na utendaji bora. Serikali itaendelea kuhakikisha kuwa nafasi za ajira katika utumishi wa umma zinakuwa za wazi na za ushindani kama sera inavyotutaka. Kwa msingi huu, nafasi hizi za ajira mchakato wake unakuwa wazi na ushindani kupitia sekretarieti ya ajira katika utumishi wa umma, yani PSRS. Na tayari sasa tunapozungumza, ajira 12,000 zimekwisha tangazwa na waombaji wenye sifa wameitwa kwenye usaili, ambao nataka kutoa taarifa kuwa unatarajiwa kuanza tarehe 13. Tarehe 13 ni kesho tarehe 13 Disemba mwaka 2025, na usaili huo utafanyika katika mikoa yote nchini Tanzania bara na vituo mahususi kwa wenzetu wa Unguja na Pemba. Na katika eneo hili labda nieleze kidogo tu waandishi wa habari. Usaili sasa hivi unafanyika katika ngazi zote, yani katika kila mkoa unafanyika. Kwa hiyo wale ambao wanaishi Kigoma hawana sababu tena ya kutembea toka Kigoma kwenda Dodoma, au mtu anaishi Tanga atembee aje Dar es Salaam. Hiyo haipo tena sasa hivi. Kwa hiyo sasa hizi watu watafanya hizo usaili katika mikoa yao huko waliko. Aidha, ili kuhakikisha usaili unafanyika kwa wakati na kwa lengo la kuongeza ufanisi, usaili wa mchujo wa nafasi hizo utafanyika kutumia mfumo wa kielektroniki ambao unaitwa online aptitude test, na utafanyika katika vituo mbalimbali kama vile taasisi za elimu ya juu, vyuo vya mafunzo na ufundi na ufundi stadi VETA, na shule za sekondari zenye maabara za kompyuta zinazopatikana katika mikoa yote na vituo mahususi huko Unguja na Pemba. Nitoe rai kwa waombaji wa nafasi hizi kuangalia katika akaunti zao za mfumo wa ajira poto ili kujua vituo walivyopangiwa kufanya usahili. Na moja ya jambo jingine ambalo labda ningesema katika eneo hili, mnapoitwa kufanya usahili, wale ambao watabahatika kuitwa, utaratibu wetu ni kwamba unatakiwa uende na vyeti pia original. Yani vile vyeti vyako vinavyotakiwa vya shule, ikiwemo vya sekondari na vya chuo viwe original. Sasa wakati mwingine unakuta mtu anafika kwenye kituo, anafika pale hana vyeti hivyo, anaanza kulalamika. Sio jambo ambalo tunalitaraji litatokea. Kwa hiyo kwa wale ambao wanafuatilia, ambao vijana wao wamepokea wito wa kwenda kuhudhuria usaili, basi tunaomba sana waweze kufanya hivyo, waende kwenye vituo na yale maelekezo ambayo yametolewa ndani ya ujumbe unaotumiwa. Nao pia kuna vitu ambavyo umeambiwa kwamba uende navyo, kwa hiyo hakikisha kwamba siku hiyo unakuwa navyo. Lakini pamoja na hilo pia nataka kutoa taarifa kwamba zoezi hili Mungu akitujalia heri tunataraji kulikamilisha mwezi Januari. Kwa hiyo sisi kwa spidi ambayo tumeanza wizarani pale, maana yake kabla siku 100 zile za Mheshimiwa Rais ambazo alizisema, jambo hili litakuwa limekwisha. Kwa hiyo mnaweza kuona kwamba sasa serikali ya awamu ya 6 kipindi cha pili inakwenda kwa spidi ya namna gani chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo Januari kitakachofanyika ni kupangiwa watu vituo vyao, na bahati nzuri zaidi najua saizi katika dunia ambayo iko kidigitali, hata ile placement yenyewe utaipata kwa njia yako ya simu. Yani kisha sainiwa tu ile barua kwamba bwana Ridhiwani umefanikiwa, basi nakuja unaona kabisa na kituo changu, kama nimepangiwa Dar es Salaam, nimepangiwa Bagamoyo, nimepangiwa Tanga, nimepangiwa Arusha, utaiona mwendani. Huna sababu
ya wewe kutoka unakotoka kwenda wizarani pale au kwenda kwenye ofisi yote kwenda kutafuta kujua umepangiwa wapi. Kwa hiyo barua zitatoka na zote zitapitia kwenye mfumo pia.